Habari, tulistopisha masomo kwa sababu ya zilizo nje ya uwezo wangu. Nilipata changamoto ya simu yangu ilikufa. Kwa hiyo ikawa kipengele kwenye kuendelea na masomo. Lakini sasa hivi nimeshapata simu nyingine, kwa hiyo tutaendelea kama kawaida. Na project ya mwisho nakumbuka tulikuwa tunafanya ilikuwa ya ile ya login and register na kusoma zile data. Sasa ile project bwana na yenyewe imekufa mule kwenye ile simu. Umeona, simu ile nimepeleka kwa fundi, wanasema haiwezekani, kwa hiyo ikabidi nichukue simu nyingine. Kwa hiyo hapa bwana tunaanza project mwanzo. Lakini ile project nafikiri taianza mimi mwenyewe mdogo mdogo mpaka pale tulipoishia, ambapo tutaendelea pale. Umeona, lakini kwa sasa hivi nataka tuanze project nyingine. Kwa hiyo tutakuwa tuna hii hapa tutakayoanza leo, alafu na ile ambayo tulikwamia njiani. Umeona, ile taianza tutakuja kutuma tutorial zake siku nyingine. Sasa kwenye hii hapa nafikiri leo tutatengeneza simple app. Nafikiri itakuwa ya betting tips. Umeona, ambapo itakuwa na admin panel yake kwa ajili ya kupostia zile odds. Alafu itakuwa na app ile ya user. Sasa kabla hatujapoteza muda, tutaanza kutengeneza app kwa ajili ya admin. Itakuwa admin ambayo hii ni ya bet. Umeona, nasema bet tips. Umeona, kama kawaida huku vipengele vingine huko nishaelekezaga kwenye tutorial za nyuma. Kwa hiyo kama hujatazama tutorial za nyuma, bora uende ukatazame ili uelewe hivi vipengele vina kazi gani. Mimi sitovigusa hapo, tuta create moja kwa moja. Hii ni admin panel. Utaona nime create, imenileta moja kwa moja. Nikirudi nyuma hapa, hii hapa umeona, hii ni admin panel. Kwa hiyo hapa wengine nilikuwa sijaelezea. Unaona hii sketch yangu ninayotumia ni tofauti kidogo na ile ambayo nilikuwa natumia mwanzo, lakini nitakuja kuinstall ile ya mwanzo tulikuwa natumia mwanzo, lakini naona hazina utofauti sana. Ni tofauti tu ni muundo. Kwa hivyo na tofauti sana, nafikiri hapo utanielewa tu. Sasa hapa moja kwa moja tutakuja kutengeneza hii sehemu ambapo admin atakuwa anaweza kupost zile odds. Umeona, kwa mimi nitachukua hii linear hii ya vertical. Umeona, hii hapa taiweka hapa, alafu taiweka hapa kwenye width image parent. Umeona, hapa kwenye width taiweka image parent. Umeona, iwe full hapa kwenye screen. Alafu takuja nitachukua hizo linear zingine hizi za horizontal, hiyo ya juu kabisa hapa kwenye layout. Hii hapa taiweka hapa. Sasa pale kwenye betting tips huwa tuna odds. Umeona, ya kwanza, ya pili tuna wanasema zile team, mfano labda Simba na Yanga. Umeona, alafu tunakuwa na tuna odds, tunakuwa na ile option kwamba sasa labda sijui anahitaji, anasema tips nafikiri. Umeona, kunakuwa una tips kwamba timu fulani ishinde au wanasema GG. Umeona, ya pili. Alafu nakuja ya tatu, tutasema hapa tuweke nini? Hii tutaweka masaa. Umeona, muda. Yes. Haya, na wengine tuweke nini hapo? Sikumbuki maana mimi sio mfuatiliaji sana wa mikeka. Lakini hapa tutaweka
hichi kipengele labda cha kodi zile, wanasema zile beti nani, kodi zile, umeona. Alafu tutakuja tutaweka button, hii button kwa ajili ya kupost, umeona. Sasa hizi linear anazoziweka hapa nataka tuziwekee input type. Sasa kabla ya kuwekea input type, unataka tuzipe nafasi ili hizi box zisije zikaja zikashikana hapo. Kwa hiyo tutazipa nafasi. Kwa hiyo kwenye nafasi hapa tutaingia hapa alipoandika margin, unaona. Margin tutaweka hapa bottom, tutaweka labda 8 hivi, umeona. Utaona zimeachana nafasi, na hii tunafanya hivi margin hapa bottom naweka 8, umeona. Margin hapa bottom tutaweka 8, umeona. Na hapa margin bottom tutaweka 8, umeona. Utaona sasa hivyo vimeachana nafasi. Sasa hapa tutakuja sasa hapa kwenye hii sehemu aliyoandika Android X, sehemu aliyoandika Android X hapa tutatafuta input type. Hapa text editor ameandika, umeona, ameandika text edit. Utachukua hizi utaziweka hapo, umeona. Utaifanya image parent with image parent hapo ili ijae fresh. Alafu utakuja utaiwekea hint, elekeza kule kwenye zile tutorial za mwanzo, umeona. Utaiwekea hint kwamba hii hapa nasema tuseme hii ni tarehe na muda. Yes. Hapa yani nataka kuelekeza iwe rahisi wewe kutumia database ya real time database. Haya, hapa kuna hichi kimstari unakiona hapa chini, nataka tukitoe. Kwa hiyo hapa taingia kwenye kuseti background hapa, background ya hiyo input type. Background utaangalia hapa chini, utascroll hapa chini hadi hapo ilipoandika background color, umeona. Hapa background color utakuta ipo na, umeona. Sasa hii bwana kwa tofauti kidogo na ile sketch ya sijui itachanganya. Tafuta color wameandika transparent, umeona. Kwangu hii hapa, kwa utaweka transparent, utaona kile kimstari kimepotea. Kwa hiyo utafanya hivyo, utakopi hii nani, utakopi, utaibonyeza hiyo nani, utaikopi, utasave hapa. Alafu utakuja hapa, utakuwa unaifanya tu kuichukua na kuiweka hapa, unachukua na kuiweka hapa, unachukua na kuiweka hapa, unaona. Unachukua na iweka hapo, weka sipo. Unachukua na hii nyingine unaiweka hapo, unaona. Kuna mtu hapa amenichanganya hapa, kana nimestopisha video kwanza, nilikuwa nimeenda kumcheki. Haya, hapa naendelea. Sasa hapa tutaona tumepangilia hivi, lakini huu muonekano unaoona hapa sio kwamba ukiinstall hii hapo utaona hivi. Mfano tuje tuinstall hii hapo, hautakuta hizi detail. Kwa hiyo hapo user interface lazima utengeneze mwenyewe. Mfano tuinstall hii hapo, hapo tuna install, unaitengeneza kwanza, afu ndo unakuja kuinstall kwenye simu yako.
utasikilizia hadi imalize. Utaona hapo na building ya APK, hapo ina sign ya APK. Naona hapa tuna install. Hapo tumemaliza kuinstall. Tukiopen utaona imekaa hivi. Utaona imekaa hivyo. Kwa hiyo utaona ile ile user interface yake ile haionyeshi zile box. Unaona zile box hazionyeshi, lakini ukiingia hapo kwenye kuandika inaonyesha, inaandika kama kawaida. Sasa sisi hatutahangaika na kurekebisha sijui hiyo user interface, kwa sababu tushaelekezana kwenye tutorial za nyuma jinsi ya kudesign hapo. Kwa hiyo unaweza kufuatilia uangalie jinsi gani naweza design muonekano mzuri hapa. Sasa sisi twende moja kwa moja kutengeneza logic za kutuma sasa zile taarifa kwenda kwenye database. Kwa utaingia kwenye hivi, tuhesabu kwanza hivi vipengele vipo ngapi? 1 2 3 4 5. Utaingia hapa kwenye hii button. Cha kwanza kabisa hakikisha umeweka ile database yako hapa, nishaelekeza. Umeona? Mfano mimi hapa nimeweka hivi. Umeona? Utaona nimeweka hapa papo on. Hakikisha hivi. Umeona? Haya. Una save hapa juu na hii button ya kusave hapa. Hii button ya kusave, na kisha una save kila unachofanya, ukimaliza una save. Umeona? Kwa hiyo utakuja kwenye hii button hapa. Utakuja hapa kwenye event. Umeona? Utakuja hapa kwenye on click. Hapa ndo tunapangilia sasa logic zetu za kutuma zile data. Kwanza hapa nilihesabu nimeshasahau 1 2 3 4 5. Yes. Kwa hapa tunakuja kuset zile logic zetu. Utakuja hapa kwenye block. Umeona? Utakuja kwenye block hapa. Utakuja utatafuta block hapa imeandikwa create new map. Hii hapa. Umeona? Utachukua hizi block zingine hizi za chini yake hizi ziwe 5. Umeona? Ziwe 5 hivi. Umeona? Zipo 1 2 3 4 5. Utaongezea na 1 ya 6. Kwa nini umeongezea? Tuendelee, utakuja kujua kwa nini. Unaona hapa natakiwa weke variable. Kwa ukija hapa juu utaona kuna hii sehemu amekwambia add variable hapa. Utabonyeza hapa. Umeona? Variable ni nini? Ni map. Utaweka hapa labda post. Umeona? Hapo utaichagua ile variable. Au unaweza kachukua kabloku kake hapa chini ndo kaweka hivi. Wewe tu utakavyotaka upangilie kazi yako. Unaweza kawa nakachukua kana kaweka hivi. Umeona? Kwa hiyo mimi naonaga nachelewa, kwa hiyo mimi nafanyaga tu hivi. Umeona? Sasa ukishamaliza hapo utakuja hapa utazipa key. Labda hii nasema unaangalia sasa huku ulivyoandika. Mfano hapa ni tarehe, majina ya timu, odds, na huko unakuja sasa unaandika hapa. Hapa nasema date. Majina ya timu hapa taandika labda hapa taandika nini sasa? Au timu tuandike hivi kwa Kiswahili timu. Hapa
get team odds. Unaona hapa odds, alafu ninachofuata nini? Naangalia hapa ni bet tips, alafu unafuata bet code. Unaona unaandika bet tips, alafu hapa nafuata bet code, si ndio? Kodi. Umeona? Hii hapa tunaita labda key, funguo. Umeona? Hiyo tunaita key. Alafu baada hapo utakuja hapa kwenye view. Kisha kuja kwenye view utachukua hii block hii ya text ya hapa, utaiweka hapo. Utachukua tena hii utaiweka hapo. Unaitoa copy hizi nyingi unazibandika hapa. Bandika hapa. Unaona? Bandika hapa. Umeona hii usibandike hapo. Hapa ndo mwisho. Kwa hiyo hapa tumeona kuna hii ni button, alafu hii edit text ya kwanza unaangalia ulivyoweka ni sahihi. Hii inaendana na date. Utaona hii edit text 1 unaangalia ndo sahihi, utaona kweli ni sahihi. Hii hapa unaisoma hapa jina lake. Umeona? Alafu hii ya pili ni ya team. Kwa hiyo unakuja unaangalia hiyo ya pili ni ya team. Kwa hiyo ya pili ni ya team, ya tatu ni ya odds. Umeona? Nafuata ya 4. Umeona? Ya kwanza hapa ni ya pili, nikosea hapa. Hapa ya pili, ya tatu sahihi, ya 4, alafu nafuata ya 5. Umeona? Hivyo. Sasa shamaliza hapo. Hapa hatujaweka validate. Sasa jinsi ya kuvalidate, utafuatilia zile tutorial za nyuma. Kuvalidate ili kwa kama user hajajaza kitu imwambie hajajaza. Umeona? Utaweka kule. Kwa hiyo utafuatilia kule uangalie jinsi nilivyoweka. Alafu utakuja sasa hapa kwenye component. Utakuja kwenye hizo block za component, tafuta block za Firebase. Shuka chini, tafuta block za Firebase. Hadi hapa, hizi hapa. Utachukua kwanza hii ya kwanza hapa. Push get key utaiweka hapa. Hii ndio itatugeneratea key ambayo inatakiwa ije ikae hapo. Hiyo funguo yetu inatakiwa ije ikae kwenye hii sehemu hapo. Umeona? Halafu utachukua hii block hapa. Hadi utaiweka hapa chini. Umeona? Halafu baada hapo nafikiri hapo utakuwa umeshamaliza. Utakuja sasa huko juu kwenye variable hapa, kwenye hizi block za variable hapa utabonyeza hapa variable. Utakuja hapa hadi variable, utachagua string. Umeona? Utaandika key. Umeona? Ukishaandika key utakuja hapa chini, utashuka hapa chini hadi tafuta block hii hapa imeandikwa string hapa. Utachukua utaiweka hapa juu kabisa hapa. Umeona nimeweka hapa juu. Hapo utachagua key. Alafu hapo ndo utaweka hii block hii. Alafu hapo utatengeneza variable nyingine. Utakuja hapa hadi sasa hapa inatakiwa database. Sasa ukija hapa kwenye add variable itakuletea hivi. Kwa hiyo usije hapa. Wewe njoo hapa kwenye component hapa. Kwenye component. Umeona? Alafu ndo uje ubonyeze hapa add component hapa. Add component. Umeona? Tafuta Firebase. Hapa Firebase database hapa. Umeona? Kwa hapa sasa utaandika labda hii ni database ya odds data. Umeona? Data.
alafu ile jina unaweza kulikopi au kaandika tofauti. Kwa hiyo kwa urahisi wewe likopi tu weka hilo hilo. Umeona? Baada ya hapo utarudi sasa hapa, utaichagua lile jina na hapo utaichagua lile jina hapo. Umeona? Odds data. Umeona? Baada ya hapo utakuja hapo kwenye variable, utakuja hapo kwenye hii key, aka block ka key. Umeona? Utakachukua ka block ka key, utakaweka hapo, utakachukua na haka utakaweka hapo. Baada hapo utachagua mapu hivi. Hadi hapo ushamaliza. Hii logic unaona hizi block tulizozipanga hapa, hizi hapa tayari moja kwa moja ukiandika kitu kule, ukibonyeza kupost, ukibonyeza hiyo button moja kwa moja itatuma zile data ni database. Sasa ili kumjulisha kukujulisha kwamba data zimeenda, utaongezea hii block ya toast. Utakuja hapa kwenye component, utaweka hii toast, utaweka hapa, andika labda data zimehifadhiwa. Umeona? Alafu utatoka sasa, utasave. Umeona? Utasave, alafu utarani hapa, ni pause kidogo. Ni pause ili isichukue muda sana. Utaona hapo ina sign, uta update ile hapo tuliotengeneza, uta install, uta open, utabonyeza hapa kwa open. Umeona? Sasa hapa utaandika labda leo, nimeandika tarehe na muda, leo tarehe 20 ngapi, 28. Utaandika labda leo tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2026. Umeona? Alafu muda labda tuchukulie hii ni odds ya kwanza, muda tunaandika labda mechi hii labda itakuwa ni saa 2 kamili. Umeona? Hapa utaandika team labda ni Simba Sport Club, Young Africans. Umeona? Alafu hapa labda umeweka GG. Umeona? GG. Alafu hapa bet, hapa ni nini? Hapa ni odds, ndio. Hapa ni odds. Nilikuwa nimekosea. Hapa ni odds labda 1 point ngapi, point 80. Umeona? Alafu hapa ndo naweka labda GG sijui inamaanisha gani, nimesielewa. Au unaweza kuandika double chance. Alafu hapa beti labda unasema hii sasa ni zile kodi za labda ni beti way kodi labda tuchukulie. Umeona kwamba hii ndio kodi yenyewe. Umeona? Sasa kwenye app ya user tutaweka na button ya kukopi hii kodi, mtu awe anaweza kukopi na kwenda kuitumia. Sasa hapa nikibonyeza post hapa kwenye hii submit pap, utaona data zimehifadhiwa. Umeona? Data zimefanyaje? Zimehifadhiwa. Sasa kwa kuwa hatuna app ya kuview data, tutaendelea kwa tutorial nyingine, tutatengeneza app ambayo itakuwa na uwezo wa kuview hizo data tumezozipost. Umeona? Lakini kwa sasa save hii project. Utaona hapa tumesave hii project ili isiharibike, isipotee. Pia unaweza kufanya backup kama simu yako hauiamini. Unaweza kuwa unabonyeza hapo kwenye backup, una select all hapa, alafu unabonyeza hapa backup, unazihifadhi. Ukishaichukua hiyo project unaenda kuiweka hata kwenye nani GitHub au kwenye Google Drive, ili usije kaipoteza kama nilivyofanya mimi hapo. Nilivyopoteza zile project za awali. Sasa ukishafanya hivyo, zile data utajuaje kama zimehifadhiwa? Mimi tutaingia kwenye Firebase. Umeona? Utaingia hapa kwenye Firebase.
Utaingia hapo kwenye Firebase. Hii wifi inaona inachelewa, ngoja niwashe data. Niwashe data ya wifi ya mchongo. Haya, ngoja tu load. Kwa hapa tumeingia kwenye Firebase. Umeona? Hapa nataka kuonyesha zile data kwenye Firebase jinsi zinavyo takavyoonekana hapa. Hapo ukiingia kwenye Firebase utakuja kwenye real time database hapa. Tuitumia real time database. Bonyeza hapo kwenye real time database. Hapo utakuja utabonyeza kwa pembeni hapa ili patoke. Alafu utasubiri load hapa. Utasubiri data zitoke. Umeona? Utaona sasa kile tulichokitengeneza kule kimetokea hapa, odds data. Umeona? Odds data. Alafu ukija ukibonyeza hapa utaona hii ndio ile key tuliyoitengeneza. Hii inajigenerate yenyewe pale automatic. Hii ndio key yenyewe. Umeona? Hii key tutaitumia kwenye kufuta data. Umeona, kama unataka kufuta hii odds. Umeona? Ukibonyeza hapa tena utaziona zile data hizi hapa. Umeona? Kwa hiyo ni simple. Kwa hiyo tutaendelea kwenye tutorial nyingine kuelekeza namna gani sasa tunaweza kuview zile data. Tutatengeneza simple app ya kuview hizi data. Unaweza kuongeza na vitu vingine zaidi na zaidi kama kuna kitu nimesahau. Mfano hapo nafikiri kuna yale majina, labda ni timu labda ya Spain unaandika hapo. Mfano hizi Simba na Yanga labda CNBC, kwa unaweza kuongeza hapo kama ni NBC ligi zile, nisielewi. Kwa hiyo hivi, kwa usisahau kushare, kusubscribe, kulike, kucomment, share na wana wanahitaji kujifunza. Hapa tunaendelea mchaka. Hizi hapo hizi zikishakamilika tutaziwekea na user kabisa interface nzuri ya kueleweka. Kwa sasa kwa tunajifunza logic, jinsi gani ya kuweka data, jinsi gani ya kufuta data. Umeona? Hatutozingatia sana user interface. Ili kujifunza zaidi, tuweze kusoma zaidi na zaidi. Kwa kama unataka kujifunza zaidi user interface, anza kufuatilia kwanza tutorial za nyuma, uelewe jinsi gani zile user interface tunavyo design. Umeona? Uelewe kwamba hili inakaa vipi. Umeona? Tulitengeneza kabisa pale, ukifuatilia utaziona tutorial za nyuma.